Habari wa sahi na warekodia, especially kwa wale ambao walikuwa wakija inbox kutaka kujua. Naelewa kuwa na tofautiana katika learning curve. Wengine wanapata changamoto kulingana na lugha ya kigeni Kiingereza, na kuna wengine wanapata changamoto mahali pa kupata information. Unaweza ukapata information lakini how to combine them na kujua kwamba hiki nikiache na hiki nisikiache, hiki nitumie, hiki nisitumie. So nimerahisisha kwa kutengeneza hii basic kwa Kiswahili, ambapo ni utangulizi wa trading, maana ya trading, kwa mtu ambaye hajui kabisa. Nimeletwa kwako na mimi Mr. Kachara. So trading ni nini? Kwa maelezo rahisi sana, trading ni kununua na kuuza vitu ili kuweza kupata faida kulingana na mabadiliko ya bei. Sasa hapa nimeweka mfano rahisi ambao nasema kwamba mfano unanunua kilo moja ya mchele kwa shilingi 2,000 siku ya leo, lakini bei mpaka kesho inapanda kufikia 2,500. So unaamua kwenda kuuza ule mchele ulionunua na unakuja unapata faida ya shilingi 500, kwa sababu jana ulinunua 2,000 na leo umeuza 2,500. So faida yako inakuwa ni 500 pale. Sasa katika trading tunafanya hivyo kia fedha za kigeni, hisa au sarafu za kimtandao ambazo kwa Kiingereza ndio zinaitwa cryptos kama cryptocurrencies. Sasa tunakwenda kuangalia mifano ya financial markets trading. Yaani tunafanya trading na masoko gani au vitu gani ambavyo vinafanya trading. Sababu trading ni aspect pana kuiongelea. Sasa mifano ya masoko hayo ni, kwanza kabisa kuna forex, ambayo ni fedha za kigeni. Unabadilishana sarafu, mfano kama vile USD kwa Tanzanian shillings, euro kwenda kwenye dola. Mfano unaamini dola itapanda, unanunua USD na kuuza euro. Kuna stocks ambazo ni hisa za makampuni, unanunua na kuuza sehemu za kampuni kama vile CRDB au NMB, kama Apple, kama Tesla ya Elon. Mfano sasa, bei ya hisa ya kampuni inapanda, wewe ulinunua ikiwa chini, so ulianticipate kwamba itapanda, kwa unapata faida kulingana na quantity ulionunua. Labda say ulinunua shilingi 100, naamini hisa itapanda mpaka shilingi 200, so kwenye kila hisa moja utapata faida yako shilingi 100. Kuna crypto, ambayo ni sarafu ya kidijitali, ambapo kuna Bitcoin, kuna Ethereum, kuna Solana na kadhalika, ziko nyingi. Sasa mfano bei ya Bitcoin inapanda kutoka $60,000 up to $80,000, dola 80. Wewe ulinunua 60, imepanda mpaka 80. Wewe unakuwa umepata faida baada ya kuuza, kama utaamua kuuza. Kuna commodities ambazo ni bidhaa kama vile gold, mafuta, mchele, kahawa, shaba. Mfano bei ya dhahabu inapanda wakati wa shida uchumi kama sasa hivi, ambapo tunaona mambo yanatokea, vita vya Iran na mambo mengine kadha wa kadha, Ukraine. So unaweza ukanunua gold kipindi kama hiki, short term au long term, kama ulinunua toka kipindi kile, na
ukaamua kuuza ikiwa inaendelea kupata value uliokuwa umenunulia kipindi kile ilikuwa low. Kuna indices, Kiswahili chake ni kigumu kidogo, fahirisi. Yani hapa unanunua hizi index ikiwa mfano unaamini labda uchumi wa Marekani utakuwa au uchumi wa Tanzania utakuwa. So unakwenda unanunua hizi indices, zinakuwa kama mahali pa uwekezaji wako wa fedha, pale ambapo unaamini kwamba okay, sasa uchumi wa nchi fulani unakwenda kupanda, na ngoja ninunue hizi index sababu ninaamini baada ya uchumi kupanda na zenyewe zitapanda thamani. Anyway, kwa ufupi, index zinakuwa ni muunganiko wa makampuni mbalimbali. Mfano kama hiyo S&P 500 ni kampuni 500 zinazofanya vizuri na ambazo hazifanyi vizuri zaidi au vizuri sana kwa kule Marekani. Unaweza unanunua ile index, zinakuwa zimewekwa katika basket moja. Unanunua ukiamini kwamba uchumi wa Marekani ukipanda, basi na hisa za makampuni zote kwa pamoja zitapanda. Lakini mfano wa mwisho ni bonds ama hati za serikali au za makampuni. Ngani unakuwa unaikopesha serikali au kampuni pesa yako na unakuwa unalipwa riba. Mfano serikali inatoa bondi, unanunua, unapata faida ya riba baada ya muda. Na bondi hizo zipo za miaka 2, mwaka mmoja, miaka 5, mpaka miaka 10, hata 30. Watu unapewa riba yako kila baada ya muda fulani. Sasa forex ambalo ndo soko kubwa zaidi duniani, watu wengi kwa Tanzania maarufu. Hili soko ni soko kubwa zaidi duniani ambapo watu na makampuni hubadilishana fedha za kigeni. Kama unavyoona hapo, soko hili lina thamani zaidi ya trilioni 7 kwa siku mzunguko wake. Trilioni 7 hizo ukijumlisha masoko yote ya hisa duniani yanaingia kwenye soko moja tu la fedha. Linahusisha nchi nyingi na masaa 24 linafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Hapa Tanzania forex ni maarufu sana kwa sababu watu wengi wanaoanza hii biashara huwa wanaanzia kwenye forex kwa sababu ni rahisi kuanza na unaweza ukaanza na kiasi kidogo, mtaji. Mfano rahisi, unapobadilisha fedha za Kimarekani kuja kwenye fedha ya Tanzania ama sarafu ya Tanzania, tayari moja kwa moja unakuwa umeparticipate kwenye financial markets. Na katika forex hauwezi kununua fedha moja pekee, unanunua kwa jozi au kwa pair. Ambako pair ile ya kwanza mwanzoni pale huwa kwa mentioned mwanzoni inaitwa base currency na pili inaitwa float currency. Nitakuonyesha mfano wa hizi jozi ni hapa. Euro, hii ndio tunaita base currency ya USD, float currency. Kwa hiyo euro dhidi ya dola ya Marekani, hii ni jozi maarufu zaidi sana, kila mtu ana trade. Ya pili kuna hiyo GBP USD, kuna USD JPY. Mfano halisi sasa wa kufanya ili uweze kupata faida. Sasa yana au kwa lugha rahisi tunasema unapataje faida? Unapoamini bei ya dola itapanda dhidi ya shilingi, umetolea mfano rahisi zaidi, unakuwa una buy kwenye jozi ya USD kwa Tanzania shillings, sababu kuna baadhi ya brokers ipo hiyo, japokuwa sio common sana, sio kwa brokers wengi. Kama bei inapanda mfano kutoka 2100 kutoka labda kusema 2700 mpaka 2750, basi unauza, unakuwa umepata faida. Na kama bei inashuka unakuwa una sell, ama kwa lugha nyingine tunasema short au short, pia unakuwa unapata faida. Sasa bei hizi huwa zinabadilika mara kwa mara kutokana na habari za uchumi, interest rates ama riba, benki na matukio mbalimbali duniani kama vile uchaguzi au vita kama hivyo unavyoona, bei za mafuta na kila kitu.
na unaweza ukafanya biashara hii ukiwa nyumbani kwako kupitia MetaTrader 4 na 5. Unahitaji vitu gani? Unahitaji tu simu na kompyuta yako yenye interneti, akaunti yako ya demo. Nimeweka akaunti ya demo kwa sababu unapaswa uanze kujifunza, uweze tu. Lakini pia unamhitaji broker, mtu ambaye atakufanya wewe uweze kufanya biashara, uingie sokoni. Mfano nitapokea Eximap au HFM, wako na wengine wengi ambao wanakubali mobile money payments na maarifa kidogo tu ambayo mfano wake ni kama haya tunayoanza kujifunza sasa basic. Sasa kuna terminologies muhimu ambazo tunatakiwa uanze kuzifahamu, ama maneno muhimu ya kuyafahamu. Una buying ama long. Hapa kama unafikiria bei itapanda basi una sell au short. Kama unafikiria bei itashuka basi unauza. Una stop loss. Stop loss hii inakusaidia kufunga trade automatic ili usiweze kupoteza fedha yako. Unafanya risk management. Kwa unasema labda umeingia sokoni, unaamua kubai kutoka level fulani mpaka level fulani. So stop loss hii inakusaidia kufunga trade yako katika ile amount ambayo wewe ulikubali ku risk kabla ya kupata reward. Pip ni kipimo kidogo cha mabadiliko ya bei. Mfano kama senti. Unataka kujifunza zaidi, unaweza ukaingia YouTube na mahali pengine pengi kwa ajili ya kuweza kuelewa maana zaidi kama ukipenda. Kuna leverage. Leverage hii inakuwa inakuruhusu wewe kudhibiti ama kutumia pesa nyingi ambayo wewe kwenye account yako haipo, lakini kwa kuriski kiasi chako kidogo ambacho kipo kwenye account. Yaani broker anakuwa anakuongezea, naweza nikasema anakuongezea fedha ili wewe kuweza kurisk a lot, ili uweze pia kugain a lot. Na hatari yake ni kwamba it's easy to blow up your money, pesa yako kuweza kuchomeka, yani kuchomeka haraka, kupotea haraka, kwa sababu unakuwa umepewa fedha nyingi ama leverage kubwa wakati wa fedha yako ndogo. Take profit yenyewe inakusaidia kufunga trade pale ambapo unakuwa tayari umefikia mahali ambapo wewe una expect upate faida uliyokuwa unaitaka. So hizo ni terminologies ambazo nahisi ukianza nazo zitakusaidia ufupi kabla ya kufika sehemu nyingine. Kufikia hapo nafikiri tunakuwa tumefikia mwisho. Asante kwa muda wako, asante kwa kuangalia. Umechukua hatua ya kwanza kwenye trading. Umeelewa utangulizi wa trading, na kumbuka pia trading inahitaji subira na mazoezi. Ni wachache sana ambao wanaweza kufika mwisho mwa video kama hizi, na almost wanaoweza kufika mwisho ndio tunaoitaga 1%, kwa sababu huwezi kusema kwa willing kujifunza kitu kama hauko willing kufika to the rest of it mpaka mwisho wake. So thank you, na tujiandae kwa ajili ya next lesson, basics mbalimbali tutaendelea kujifunza.